Rais wa Marekani Donald Trump katika kipindi hiki amekuwa ni miongoni mwa viongozi ambao wana mambo mengi sana ambayo amekuwa akiyatoa. Mapema usiku wa kuamkia leo kwa sisi huku Tanzania, amewaalika wachungaji na manabii tofauti katika kona zote za taifa la Marekani kwa ajili ya kumfanyia maombi ili aweze kuwa na maamuzi sahihi katika yale ambayo ameendelea kuyafanya katika taifa lake ama taifa hilo la Marekani. Lakini rais huyo pia aliombewa kuhusiana na vita ambayo inaendelea kati ya Marekani, Israel na zidi ya Irani, na lengo ni kwamba aweze kushinda katika hivyo vita. Sasa pengine katika hili kuna watu ambao wamelichukulia katika mtazamo tofauti. Kuna wale ambao wanaona kama Trump kwa sababu kuna mambo ameyafanya, mengine wanaona watu sio sahihi na ile challenge ambazo zinaendelea kutokea, ameona labda ingie katika huo mlengo wa kidini zaidi ili aweze kutafuta thinkers na yani huruma fulani hivi kutoka kwa jamii na mambo mengine kama hayo. Lakini pia kuna wale ambao wameona pengine Trump ni kiongozi ambaye anapenda labda mambo ya imani na vitu vingine kama hivi, anaamini imani yake ama dini yake kwa maana ya Ukristo, na ndio maana anaweza kualika mpaka wachungaji, manabii na watu wengine ambao wana mlengo huo wa imani ya Kikristo na kwa ajili ya kuweza kumwombea katika maamuzi yake ambayo ameendelea kuyafanya. Lakini moja ya vitu ambavyo Rais Trump aliwagusa sana wananchi wengi wa Marekani ni kitendo chake cha kusema kwamba hataweza taifa hilo linatambua jinsia mbili tu katika taifa hilo la Marekani, na hakutakuwa na jinsia tatu, kwa maana kutakuwa na jinsia ya kike na ya kiume. Kwa hiyo ni miongoni mwa sera zake ambazo wakati anaingia madarakani ziliweza kuwachukua watu wengi sana na kuweza kumpenda. Lakini katika kila ambacho kinaendelea sasa hivi, badala kumuita Rais Trump kwamba atakuwa ni peacemaker na rais ambaye labda ataegemea katika hata piganisha vita mataifa mengi katika kile ambacho alikuwa aliingia nacho, lakini sasa hivi inaonekana ni kwenda against ama kwenda tofauti na kile ambacho Rais Trump alikuwa akikifanya ama akitamka sera zake wakati akitafuta kurejea ikulu ya White House. Lakini pengine wewe pia unaweza kuwa na mtazamo wako. Hebu niambie kwenye comment una maoni gani kuhusiana na hili ambalo Rais Donald Trump amekifanya kwa ajili katika kualika wachungaji na manabii kwa ajili ya kumwombea katika kipindi hiki ambacho kinaendelea nchini Marekani. Niambie katika sehemu ya comment, tutakuwa umetisha. Mimi naitwa Victor Madaha. Asante. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen.